Yaani jamani, nimepata vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwanza nimepata utamu, pili nimepata pesa. Yaani kweli yule kipofu mtamu jamani. Yaani jinsi alivyokuwa ananifanya pale kitandani. Siamini macho yangu. Yaani mara anigeuze huku, anipeleke huku. Yaani mimi nilivyoona kipofu vile nikajua kwingine napo atakuwa mzembe, kachangamka. Hatari. Ila Mungu wangu utanisamehe kwa kweli. Yaani mpango siwezi kuacha mpaka na kisha nakuwa tajiri kupitia yeye. Epostini vivi ya bure bure. Sijaifanyia chochote. Hatari. Hivi zila nazikosa hivi. Mara ya kwanza nimepokea 60,000. 80,000 nipite hivi kweli? Na pia isitoshe Kwisa amenigunduaje? Eti anasema kwamba mwanamke mara ya kwanza ni mbovu. Ina maana mimi ni mbovu? Kwani mimi na kasoro gani? Mbona jiona nipo sawa tu? Okay. Mimi ni mtoto wa kike. Sishindwi na kitu. Itabidi kuna kitu nifanye hapa. Wewe naye vipi bwana? Mbona umesimama hapo njiani? Unataka sisi tupite wapi? Oya, tulia basi bi mkubwa. Mimi nataka nichonge na wewe kitu kimoja. Yaani kuna mtu mmoja nasikia anakaa kitaa hiki. Nimeshamsaka sana yani. Alafu huyo mtu kwangu mimi ni muhimu ile mbaya. Kinoma yani. Kichizi yani. Huyo mtu ni kipofu. Anatembea tembea na kifimbo hivi. Sijui ulishawahi kumuona huku? Mimi kusema kweli hata simfahamu. Ila kuna wiki moja nyuma iliyopita nilikutana na huyo kijana. Naye ni kipofu hivyo hivyo. Ila sikutegemea kwa kweli maneno alikuwa ananiambia. Yaani maneno ya kishenzi kabisa. Yaani mimi kama mimi nikamwangalia na jinsi alivyo na ile hali yake. Oh mama, nataka mimi unipeleke kwa wale wadada wanapojiuza. Sio mimi nina hela. Mimi mpaka nikamuuliza, "Una hela?" Maana wale wanataka pesa nyingi tu. Akana mimi mama ninayo. Nitakupatia kwako ya udalali. Umeona? Sasa mimi yale maneno yalivyoniingia kwenye kichwa changu. Yaani kwa kweli aliniuzi. Ndio na kaka nivunjia heshima. Mimi sikuficha. Mimi nimchukulia bakola nikamtandika. Tena nilimtandika kwa hasira kwa sababu hawezi akaniambia maneno kama yale mimi. Sasa sikiliza mwanangu. Yaani ile. Yaani hiyo namba hapo ulioichora. Yaani ngoma ni ile. Wewe nielekeze tu ni wapi ulipomuona. Nikutana naye kitachakati hapo. Baridi mwanangu. Kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu. Dada yake na mie, mbona upo kimya uzungumzi chochote? Hivi Kwisa, wewe hujawahi kuwa na mahusiano labda? Yaani namaanisha haukuwahi kuwa na mpenzi? Maana tangia uje huku yani sikuoni na wanawake zaidi tu ya kuniomba mimi nikutafutie wanawake. Uko ulipotoka hujawahi kuwa na mpenzi? Yaani kwa kweli Naila, mimi nadhani unaona hali yangu niliyokuwa nayo. Mimi sioni.
na mpaka unaona mtu anachukua mwanamke anamuoa, anamweka ndani, wanaishi, wanatengeneza familia, wanazaa watoto. Ina maana kabla hajamchukua yule mwanamke anakuwa ameshamchunguza tabia zake, ameshamjua uzuri wake, na ameona kabisa huyu ana vitu ambavyo mimi vinanivutia. Sasa mimi na hali yangu hii unavyoniona ndugu yangu, napata changamoto sana kupata mwanamke wa kumuoa, kwa sababu sijui mwanamke nitakayemchagua mimi atakuwa na tabia gani. Pengine naweza nikachukua mwanamke ambaye ana tabia mbovu, atuendane kabisa. Kwa hiyo ndio maana unakuta one time moja natumia pesa ili mradi tu kupunguza uzito mwilini, ili mradi tu na maisha mengine yaendelee. Si unajua tena. Lakini kwa mwanamke wa kuoa kiukweli hapana. Kwa hiyo kuniambia utakuja kuoa kabisa. Okay, tuachane na yaani kwa ninavyokuangalia ni kijana fulani hivi ambaye hauna kasoro yoyote, isipokuwa tu ni hivyo hauoni, lakini nakuona yani kijana fulani hivi smart, kijana kitandani upo vizuri kabisa yani. Wewe Naila wewe, mbona kama unanichanganya? Yaani unasema kama mimi ni mtamu alafu kitandani ni fundi. Kwani mimi nilishawahi kulala na wewe au? Hapana Kwisa, yani sio hivyo. Nimewasilisha taarifa vibaya. Yani yule rafiki yangu wa kwanza ambaye uliniambia nikuletee yule Shani, ndo amenihadisia kwamba akasema wewe kitandani yani ni fundi, upo vizuri. Kwao nikajikuta yani naongea tu, usinifikirie vibaya Kwisa. Mungu wangu. Yaani unajua Naila umenichanganya. Ulivyoanza kuniambia sijui mimi ni mtamu, mara sijui kitandani ni fundi. Kwa sababu mtu anayetakiwa kuzungumza maneno hayo ni mtu yule ambaye nimefanya naye hicho kitu. Sasa mimi huwezi sijawahi kufanya na wewe hicho kitu afu nazungumza hao maneno. Lakini nikwambie kitu kimoja tu dada yangu. Unajua nyewe wanawake mmetofautiana tabia. Lakini asilimia nyingi sana wanawake nyewe mna tabia mbaya na mbovu sana. Sasa kama wewe rafiki yako, mimi nimelala naye anakuja anakuhadisia wewe. Kwa maana gani sasa? Au kwa faida gani? Yeye anakuambia wewe mimi ni mtamu, sijui na nini. Kumbe wanawake ndo mna tabia za ovyo hivyo Mnalala na wanaume zenu afu mkikaa kwenye mavikao vyenu huko mnaanza kuhadisiana. Haya. Mimi je, ningekuwa labda nina show mbovu labda inamaanisha wewe angeshakuja kutiririka kwako. Yule mwanaume nimelala naye, nimechukua tu hela yake aeleweke kitandani. Si ndo maana yake? Mimi nikwambie tu kitu kimoja Naila. Usije ukafanya hiyo tabia. Yaani kwa mfano wewe ulale na mume wako ndani, vitu vya chumbani usije ukavitoa nje wala kuwaambia watu. Hizo ni siri za familia. Hata kama mume wako sijui kuna misemo sijui anasemaga sijui anakibamia, baki nawe wewe mwenyewe. Sio lazima uende kuwaambia watu. Sasa unawaambia watu unawafaidisha nini? Kikubwa kabisa utakuwa unajitia aibu tu mwenyewe yani. Sawa Kusa, nimekuelewa. Na isitoshe mimi sio mshamba eti yani mfano nilale na wewe. Alafu tena nitoke hapa nikamwadisia rafiki yangu kwamba nimelala na wewe, sijui mtamu, sijui nini. Sina hiyo akili. Yaani siwezi kabisa. Tena nilale na mume wangu ndo nikamwadisia mtu hivi. Yeye ni mshamba tukachanganyikiwa na hiyo hela ulompa labda. Lakini mimi sipo hivyo kiukweli. Bwana nani Naila, mimi naona hizi mada hem tuishie hapa. Kwa sababu hapa anaweza akaja mtu yoyote akatukuta tunazungumzia hizi mada, na sio mtu yoyote. Anaweza akaja hata kaka hapa akakuta tunazungumzia hizi mada, akaanza kufikiria vitu tofauti. Hem tuachane na hizo mada bwana. Kuhusu kaka yako hata usijali. Maana sasa hivi mwenyewe mume wangu hata simuelewi. Hello. Okay, sawa. Nakuja. Nisubiri hapo stendi. Pole mume wangu kwa yote yalokukuta. Yaani sikutegemea mimi kama safari yako ingekuwa ina matatizo hivyo. Pole sana mume wangu. Mimi niseme kwamba nashukuru Mungu kwa hatua ambazo nilizopitia, na kwa kuwa niko hai, kila kitu kitakuwa kiko sawa. Lakini mke wangu, kuna jambo muhimu sana nataka nikushirikishe. Nitakushirikisha kama mke wangu, lakini nitaamua kama mume. Hamna shida mume wangu, wewe niambie tu, mimi nakusikiliza. Kwa sababu imekuwa ni kama sintafahamu fulani hivi. Yaani tangu yule kipofu nimpeleke pale nyumbani kwangu, nahisi kama nuksi si nuksi, mikosi si mikosi, kwa sababu kazini kwangu hakueleweki.
ajali kila kukicha. Yaani imefikia stage mpaka uchumi kwangu umekata. Mguu gani huo ambao kila siku na utibu hautibiki? Moja kwa moja nimegundua kwamba yule kipofu kama hana mambo ya kishirikina hivi atakuwa na nuksi. Kwa mimi ninachokitaka ni kwambia mke wangu, nikitoa mguu wangu hapa kufika kule nyumbani, mimi yule kipofu namfukuza. Mume wangu, wewe ndio uliokuwa umemleta yule kipofu nyumbani, na wewe ndio uliosema niishi naye mimi kwa furaha kama ndugu yangu. Leo hii wewe unataka ukamfukuza yule kipofu wa watu, ataenda wapi? Mbona mbadilika sana mume wangu? Ajali ni kawaida, Mungu ndo anayepanga, sio binadamu. Naomba unisikilize vizuri mke wangu. Nazungumza kama mwanaume wako, kama mume wako. Wewe hapo mwanzo nilipomchukua huyu kipofu kumpeleka nyumbani, ulitaka nimfukuze, mara kakanyaga chips, mara sijui kafanya vitu gani. Leo hii sasa hivi unamuona mwema? Mume wangu, nimegundua kama yule kipofu kweli haoni. Mwanzo nilizani anaona na mdanganya. Naomba unisikilize vizuri kwa makini. Nazungumza kama mume wako. Kwa sababu madhira ambayo unayoyapata mimi, laiti kama angekuwa amekupata wewe, haya maneno unayozungumza ungeona ni ya busara sana mke wangu. Si unanielewa? Hapa ibakia ni kutii tu. Natoa mguu wangu hapa na kwenda nyumbani. Si unanielewa? Sawa, nimekuelewa. Sio sawa, unanielewa kishingo upande, mtakiwa unielewe kama mume. Hem, twende. Vipi papukani, mbona lele kama kinyonge hivi? Kausha mwanangu. Alini sabo penye kwenye kwa seleni gemtani. Nasoma stadi. Haina noma. Ni udogo kazingua kichizi yani. Hivi saizi si atakuwa ameshaanza kuzitumia hizo hela yani. Yaani dogo yani mapepe kichizi yani. Yaani sijui kaingia chakalipi yani. Ni dogo sijui kaona kajipata nini yani da. Yaani hapa lazima niende chocho kwa chocho. Yani mpaka nimpate. Unajua leo nimekuita hapa na mazungumzo machache sana nataka nizungumze na wewe. Najua unafahamu kabisa kwamba matatizo ambayo niliyopata mimi, nimetumia pesa nyingi sana kwa ajili ya kurekebisha mguu. Kwa hiyo pesa zote zimeishia kwenye matibabu. Na kipindi hichi napitia kipindi kigumu sana. Sina pesa yoyote ya kujikimu hapa nyumbani. Hivyo nilikuwa nakuomba Kwisa. Nilitamani sana nikurudishe sehemu ambapo nilipokutoa. Kwa sababu pesa ya kuhudumia familia yangu kwa sasa hivi imekata. Sawa kaka, mimi nimekuelewa, lakini mimi nikupe pole sana. Kwa sababu najua kipindi hiki unapitia wakati mgumu sana.
kwa sababu hayo matatizo wewe ukuyatarajia na ukutegemea kama utakutwa na hali kama hiyo. Na umeniambia kwamba umeumia mguu, na kama mtu umepata ajali kubwa sana na wewe umeumia mguu tu, ndugu yangu, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini mimi nikuombe tu kitu kimoja. Matatizo kaka hayakimbiwi. Yaani matatizo hayakimbiwi kabisa. Ila inabidi ukae chini, utulize akili, ujue namna ya kulitatua hilo tatizo. Sasa kaka, umepata tu changamoto ya mguu ndugu yangu, nataka mimi kunifukuza nyumbani. Na mimi hali yangu hii niliokopo nayo, mimi nitaenda wapi? Ni kweli mume wangu, tatizo utaki kuikimbia. Mniache nimalizane naye mwenyewe. Kama nilivyokuambia Kwisa, sina njia yoyote ambayo naweza nikakusaidia kwa sasa, kwa sababu nimetumia pesa ni nyingi sana. Kwa hiyo na nikija kuangalia kule kazini pia nimesimamishwa kwa sababu ya mguu wangu, sina uwezo kwenda kurudi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba ndugu yangu nikurudishe sehemu ambayo nilokutoa. Sawa basi kaka, mimi nimekuelewa. Lakini mimi nadhani kuna msemo ambao anasema matatizo hayapo likizo, matatizo yapo kwenye damu. Kwa hiyo mimi nadhani kama umepata tatizo kaka, ni jambo tu la kumuomba Mwenyezi Mungu ajaribu kukupa wepesi kwa hii hali ambayo unapitia. Mimi nadhani hapo shida kubwa itakuwa kwenye masuala ya lojo, masuala ya kula na masuala yako ya matibabu. Basi mimi nipo tayari kaka, nikave nafasi yako. Na sio kama nakava nafasi yako kama mume wa Naila, hapana, ila nakava nafasi yako kwenye upande wa majukumu. Kwa hiyo mimi nipo tayari kuhudumia chakula, yani masuala ya lojo nazungumzia, na hayo masuala ya hospitali sijui na nini. Kwa hiyo mimi nipo tayari kaka, wala usijali. Kwisa, wewe huna kazi Mimi hapa nimekusaidia wewe, afu unaniambia utanisaidia pesa. Wewe pesa unaitoa wapi? Mume wangu, pesa nazo Kwisa, msikilize. Kaka, ni kweli anachokizungumza Naila, mimi pesa ninayo. Kwa hiyo wewe wala usiwaze kuhusu hilo hapo. Tena sasa cha kufanya hapa kaka, mimi naomba tukimaliza hapa nimpe Naila shilingi 200,000. Hiyo ni kwa ajili ya kwenda kuchukua unga, mchele, maharage pamoja na mafuta. Alafu wewe ukiwa siku unataka kurudi hospitali, utaniambia ni shilingi ngapi inahitajika, alafu mimi nitakuwa nakupatia kaka. Usijali, naomba uniamini kwa hilo ndugu yangu. Nashukuru sana Kwisa. Umeonyesha jitihada za kutaka kunisaidia. Lakini mimi dhamira yangu kabisa ya dhati, nilitamani sana nikurudishe sehemu ambapo nilipokutoa. Mume wangu, Kwisa ameshakwambia yeye ana pesa ambayo inaweza kukusaidia wewe katika matibabu yako na mimi kunisaidia humu ndani kwa ajili ya matumizi. Mume wangu, mbona uelewi jamani? Yaani kabisa umuone huyo kijana. Eti amejishusha mpaka kiasi cha nataka kukusaidia, eti nataka umpeleke alipotoka jamani. Ni kweli kaka, ni kweli kaka. Mimi naomba uniamini. Sawa, nitakufikiria. Nitaangalia namna. Odi. Naila. Karibu, za saizi? Salama, za kwako? Salama. Nani wewe? Mimi shoga yake Naila. Kumbe shoga yake Naila. Sawa. Sasa mimi nilikuwa na 50,000 ndugu yangu. 50,000? 50,000. Maana hapa katikati nilikuwa nazungumza na dada Naila, nikamwambia kwamba anitafutie shoga yake yoyote nilale naye hata kwa muda, alafu nitamlipa shilingi 50,000. Sasa nikawa nimejua labda ni wewe. Ndio mimi nilikuwa nimekuja. Kumbe ndo wewe. Sasa mbona hukuniambia jamani?
Nilipofika ndio maana niliitwa Naila, kwa hiyo nilitaka nionane na mhusika kwanza. Sawa basi, hamna shida wala haina haja ya kuonana na Naila kwa sababu mhusika mwenyewe ni mimi hapa na ninayetoa hela ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo vipi, 50,000 si umekubali au? Sawa, hamna shida, mimi nimekubali. Huwezi kuongeza hata kidogo? Yani kiukweli dada yangu kuongeza hapo hapana. Kwani 50,000 ni ndogo ndugu yangu? Unajua 50,000 pesa nyingi hiyo. Maana mimi ni chap tu, yani kama yani kama jogo, yani chap tu tunamaliza ndugu yangu, na kupatia 50,000 yako tunamalizana. Basi sawa, hamna shida. Umekubali eh? Nimekubali, hamna shida, twende. Sawa basi, hamna shida jamani. Time ya kuenjoy sasa. Twende ndani. Haya sawa. Kipofu mtamu, 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 kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu. Sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Yaani katika siku ile enjoy, yaani leo. Nimeenjoy sana. Yaani sikutegemea kama utakuwa hivi. Yaani kweli niamini Mungu akunyimi vyote. Kumbe mtamu kiasi hiki. Hamna ndugu yangu, hivyo ni vitu vya kawaida sana. Ila na wewe ndugu yangu ni mkali sana. Yaani mkali mno. Sema nishushe tu bwana, mimi nataka nende nikaoge ndugu yangu. Si tushamalizana na pesa yako nishakupa, nishushe tu. Mbona unishushi?